Huu ni mwaka 2026 na naamini kabisa mwaka huu ni mwaka wa vikao, na hapa tuko na Aristote, mzee wa vikao na kama unavyoona hapo nyuma ni ile kauli yake, anasemaga sema range. Bwana, ni hatari sana bwana. Ni siku nyingine tena na hii ni Bongo 5 Network. 2026 ni ya moto sana ni Aristote akiwa yuko kwenye ndinga na anashuka kwa mkwara wa hatari kabisa. Hizi ni mpya na updates kali kabisa, ndugu ambao unafuatilia hapa, kwa sababu hatutaki kukuonyesha kwamba tupo tofauti sana, lakini kikubwa ni kukusogezea kile kilicho bora mamlaka halisi. Lakini chuma ni kwamba inaweza ikazimwa kwa kutumia hata simu. Ndio kwa habari nilionayo. Stote kwema? Kwema, uko poa? Unasemaje kakaangu? Mimi niko poa. Si hongera sana mkuu. Asante, alafu mmenivizia nilikuwa nakuja kwenye msiba hapa ujue. Sema nani tena ndugu yangu? Yaani hapa kuna mtu wangu wa karibu ana msiba, mwanae amefia Marekani, kwa hiyo hapa tuna mpango wa gisi ya kusafirisha mwili kutoa Marekani kuleta huko. Pole sana Aristotle. Asante. Jambo la huzuni sana hili. Yaani ndio maana umeona nimetoka nyumbani kwa ajili ya hilo. Sawa. Sote mimi najua kwamba ni mtu wa mipaka, lakini heshima umeizatiti sana. Sijajua kwa mwaka huu umejipanga vipi kwa harakati zako, lakini najua kwamba sofa wewe ni mfanyabiashara mkubwa sana. Ndio. Tuambie, unaonaje mwaka huu ulivyoanza, harakati zikoje? Unatuambia nini? Mashabiki wanataka kusikia. Yaani kwa mwaka huu ndio umeanza. Mwaka ulioisha tunamshukuru Mungu, tumemaliza vizuri, tumemaliza salama. Ulikuwa ni mwaka wa mafanikio sana. I hope Mungu aliyetuwezesha kwa mwaka ulioisha kwa kuwa na mafanikio makubwa, mwaka huu unaanza utakuwa na makubwa zaidi. Yaani tutakuwa na mafanikio makubwa zaidi. Okay. Na nimejipanga kufanya kazi kwa bidii, kwa kujituma zaidi ili niweze kuwashangaza watu. Okay. Yes. Bwana. Nimejipanga kuwashangaza watu mwaka huu. Yes. Kuna kushangaza watu kwa namna gani? Mimi nataka tuanzie hapo. Unajua Aristotle, mimi najua ni mzee wa vikao. Yaani vikao viishi. Kwenye kushangaza watu nitakiwa washangaze watu kwa mafanikio uliopewa na Mungu na kwa uwezo ulioufanya kwa mwaka mzima. Kwa hiyo Januari inaanza mpaka Disemba. Kuna mambo makubwa utayaona yenye ndakuwa nimeyafanya. Okay. Yako kwenye process. Yaani process ni kubwa zaidi. Okay. So unaona pale kuna space 1. Soon kuna kuja space 2. Big space, big space. Sema space. Na mimi nakuja kumbe. Yes. Okay. So Aristotle, so far wewe ni miongoni wa watu wenye ushawishi mkubwa sana. Na naweza kusema mlikuwa watatu. Wewe, Baba Levo na Mwijaku wenye ushawishi mkubwa sana. Yes. Lakini sasa hivi Baba Levo ni mbunge. Yes. Labda tuanzie hapo. Umebaki wewe na Mwijaku. Mkanganyiko uko vipi sasa katika kutengeneza industry yenu ya upambe na uchawa zaidi? Yaani hapo ni kama vile ni watu wawili tofauti. Ukilinganisha Aristotle na Mwijaku unakuwa umenivunjia heshima, kwa sababu Mwijaku bado ana level ya uchawa. Mimi am not chawa. Mimi ni level nyingine, kama vile Baba Levo aliweza ku-upgrade ka fight kawa mbunge, hauwezi kumfananisha na Mwijaku. Na mimi sasa hivi hauwezi kunifananisha na Mwijaku, yani ni level nyingine kabisa. Sasa unatutofautisha vipi level yako na Mwijaku? Kwa vigezo gani? Ongea yangu ya sasa hivi na ongea miaka ile ni tofauti. Ongea miaka ile ningeongea sasa hivi yani sasa hivi umenipa tu mic ungeona na babwaja tu naongea lile nafanya hivi inakuwa bado unajitafuta. Kuna kipindi ukifika ukiwa tayari na kwenye akaunti yako akaunti imeshiba, mafanikio ni makubwa, miradi mingi, hata ongea yako inakuwa kama vile na sense na capital, yani hivyo. Kwa hiyo ni vitu vili tofauti. Ina sense. Mzee wa vikao. Yes. So miradi unahitaji sana, na sio mara ya kwanza kukusikia ukiwa unahitaji sana miradi. Lakini mimi nataka kufahamu kwamba yote haya yamesababishwa na nini? Income ya kufanya uwekezaji mkubwa kuanzia magari ya thamani kama ambayo yanazimwa mpaka na simu, lakini na viwanja ambavyo pia unaeleza mara nyingi kwamba una heka nyingi sana. Yes. Inasababishwa na nini? Pato kuu halisi sosi ni nini? Sosi siku zote ni kujitafuta. Yaani kwa miaka ile nilikuwa navijitafuta vile. Unajua watu wengi wanakosea, hasa ndugu zetu wanakosea. Unapokuwa na jina bro, una asilimia 80 ukiwa na jina, ukiwa star, una asilimia 80 ya kuwa na kipato kikubwa, una asilimia 80 ya kuwa na hela nyingi. Ingawa watu wengi wanatafuta umaarufu, hawajui wanachokilenga ni nini. Mimi nilikuwa natafuta umaarufu, unajua nachokitarget ni nini. Unapokuwa maarufu, chochote yani biashara yote unataka kuiuza itauzika. Kile unachokifanya kama jamani hii ni business, lazima inatoka kwa ukubwa, kwa sababu watu wanakutrust kutokana na ule umaarufu wako, watu tayari una address. Mimi ninavyouza kitu changu, mimi Aristotle, akinipi yani situmii nguvu kubwa. Kwa hiyo ile ninavyokuwa natumia ule umaarufu kwa kufanya biashara zangu, natengeneza hela nyingi sana. Sasa hivi nimejibezi sana kwenye real estate.
real estate wengi wanafanya biashara real estate, lakini wanavyoifanya watu wengi wana shida na makazi, wana shida na plot, wana shida na viwanja, wana shida na nyumba, lakini wanakuwa wanajuza sehemu gani tutaenda kununua viwanja sehemu salama kwenye hatutapata matatizo wala hatutaingiza hela yetu afu baadaye tukajiingiza kwenye migogoro. Sehemu pekee walikuja kugundua ni Aristotle. Mimi nikikuzia plot unakuta imenyooka, nikikuzia sijui ardhi yote unakuta imefanya nini, imenyooka. Kwa hiyo imefanya yani nitengeneze pesa zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, na naendelea kutengeneza pesa kwa sababu naifanya kwa uaminifu mkubwa sana. Okay. Kuna mabadiliko makuu mawili ambayo nimeona kutoka kwako. Jambo la kwanza ni kwamba before ya kuwa na utajiri huu mkubwa, kwa sababu inasema kwanza baada ya harusi yako tu mambo yako yakabadilika sana. So far nadhani mke wako ana baraka sana Yaani sio mke wangu ana baraka. Mtu yote alioa, yani ukishaita tu ukitaja neno mke tayari kuna baraka. Mke sio kitu cha sport bro. Na angalia watu wengi waliofanikiwa wake zao wako nyuma yao. Na ukishafanikiwa alafu ukachukua mke wako kamdampo, yani utarudi tena, yani utarudi zero. Yani vile vitu ulivyovichuma vyote vitapotea, vitayayuka, utaamini. Kwa hiyo wanawake wanatuombea sana. Wanawake ni baraka kubwa sana. Yani ndio maana hata kwa wale wanaume malaya unachovya huko na mke wako na mchiti, unakuwa unachukua mikosi, unachukua majasho ya watu tofauti. Yani uwezi unajikimbizia riski. Lakini ukiwa na mke wako umestaki kwa mke wako mmoja, mnaelewana, mnaishi kwa upendo, anakuombea kufanikiwa bro. Kama utafanikiwa leo utafanikiwa hata baada ya miaka 10, kwa sababu ndani ya nyumba kuna baraka. Yes, ndani ya nyumba kuna baraka. Mimi mafanikio makubwa Mungu amenipa kutokana na nyumbani kwangu kuna amani na kuna baraka. Mimi nimeoa, nina mke bro. Mimi nimeoa mke. Sijaoa mke wa mjini. Aristotle ana mke. Sio wale wanawake unakuta mtu umetoka leo unaenda kurupuka unaoa mwanamke ana vikuku miguuni, mara sikio ametoboa sikio, sijui hereni zinaanzia mwanzo mpaka mwisho, mara ametoboa pua mbili, mara ametoboa ulimi, mara ametoboa kitovu. Yani bro, mke atakikuwa hivyo. Mke ana heshima yake. Mke ana heshima yake bro. Ndio maana kaitwa mke. Ukitaka mke usiangalie hivyo vitu, yale ni mapambo kule. Ukitaka mke tafuta mke. Sonana ndugu yangu Sutibega sasa hivi hii ndoa ya ngapi? Ndoa ya 4. Ndoa ya 4. Ya kwanza imefeli, ya pili imefeli, ya tatu imefeli, ya 4 sijui ya mzungu nayo imefeli. Hao wote wanaotafuta sio wake. Sasa lakini turudi nyuma kwenye sherehe, kwa sababu ni siku kadhaa tu, mwezi tuseme mmoja umepita, lakini Aristotle siku ulitetemesha, yani mtandao ulitetemeka the ulivyokuwa unamsupport Sutibega kumtunza fedha sana, na ulionekana kipaumbele sana. Ulijua kwamba labda pengine wanaweza wasifike? Sikujua kama hawezi, yani kama watafika, lakini Sutibega ni sikio, yani ni sikio la kufa lisikida. Alishauriwa sana watu wake wa karibu, ingawa mshikaji wangu Sutibega akiamua lake jambo lazima alifanye nini litimie. Yani anakuja kuomba ushauri tayari na maamuzi. Yani Sutibega ni ule kijana mwenye mwanangu mimi nataka kuoa, mwanangu nataka kufungua biashara hii. Hata ukimwambia mwanangu unaoaje mwanamke wiki 2 tu mmekutana huko, angalia mke sio kitu kiasi. Yani hapo tayari anakuja, yani akuombi ushauri, anakuja kupata taarifa. Tayari ana maamuzi, ndio kilichomkuta pale. Yes. So baada hapo labda alikushirikisha labda nimeachana na mke wangu labda kutafuta bwana brother Aristotle kuna 1 2 3? Mimi nimeona mapicha kwanza. Nikapigiwa simu na mapolisi wa Oysterbay, kwa sababu mke wake alienda mpaka Oysterbay, alienda mpaka kwenye ubalozi kwao kule alivyopigwa na Sutibega. Yes. Alimpiga? Alimpiga, akaenda mpaka akaripoti polisi wakampigia Sutibega. Kumpigia Sutibega, anambia Sutibega naomba uje uripoti mke wako yuko hapa, umempiga, huyu ni mke wako wa ndoa. Sutibega akataka kama ile anavyopigwa na polisi. Mimi niko mbali, polisi hawezi kuwajibu, niko mbali bro. Yale ile ni sheria. Ukipigiwa simu na polisi popote ulipo, acha unachotakiwa ukifanya report. Kwanza wanapokupigia simu tayari wamekuheshimisha. Wametumia, yani sijui naelewa, wametumia ile heshima kukuambia kama tunaomba uripoti kituo cha polisi. Nikamwambia Sutibega nimepigiwa simu. Report utaharibu. Haimaanishi kwa sababu tunafahamiana na viongozi fulani au unafahamiana na kiongozi huyu na huyu unafanya kazi naye, afu kaitwa polisi ukaweka mabega juu bro, utaburuzwa. Fuata sheria. Nilivyomwambia vile ikabidi ndo alipoti polisi, wakutana na mke wake pale, waweza kuyajenga, wakarudi nyumbani. Kile kwenye kurudi nyumbani tayari ni mapicha tu. Sasa hivi ninavyokuambia mke wake kaondoka zake, ndo hamna tena kwa kifupi. Sasa kusema kwamba labda ule mwanamke ana base kwenye kuwahudumia paka lakini ndugu zake hataki kuwakea na nini, kuna ukweli kwenye hilo? Bro,
Yule ni mzungu, sio Mwafrika, sio kacha yetu ile. Alivyoamua kumuoa, manake ameamua kumuoa yani kurizika na chochote na tabia ya mke, na ndio maana kwenye koa utaki kukurupuka. Hawezi kuchumbia mwanamke wiki mbili au wiki tu ushaamua kuoa. Walichukua muda gani kwenye mahusiano? Muda mchache sana. Alikuwa amemjua. Yule ni mzungu, ni kacha tofauti na sisi. Anapenda wanyama, anapenda wadudu. Akija huku mwenyewe ndio anaenjoy zaidi. Lazima kae nao ndani. Sasa analalamika nini? Ndio mke ndio ameamua hivyo, lazima akubaliane na yote, ndio maana kaitwa mke. Lakini yote tisa mimi nitachoweza kukisema. Ndugu yetu Sutibega na yani bila kupepesa macho, Sutibega na matatizo. Matatizo gani? Ana matatizo. Nishakwambia uwezi kuoa mke wa kwanza mkashindwana, wa pili mkashindwana, wa tatu mkashindwana, sijui wa nne mkashindwana. Kuna kitu hakiko sawa bro. Maana hata na watano mtashindwana, kuna kitu hakiko sawa. Ni kitu gani hicho? Yeye ndo anatakiwa kukijua, anatakiwa ajisaminishe. Kwa nini mimi sikai na wanawake? Kwa nini kila nikikaa na mtu mapicha picha? Ile ni tatizo. Lile ni tatizo, watu wamwambie tu lile ni tatizo. Nishamwambia mimi nimemwambia hili ni tatizo. Kama wewe una uwezo wa kukorofishana na mke wako kidogo tu, ukakimbilia mtandaoni, ukakimbilia Instagram, ukaandika barua, huyu kanifanya hivi, huyu mke wangu hanifai, ile ni tatizo. Unapomvulia mwezio nguo tayari mnaishi wote, mfichie nini aibu yake, naye ana aibu yako. Akiamua kuongea kwake, mambo ni mengi. Unakimbilia mtandaoni kutuambia kama mke wako ana mapungufu ili iweje sasa? Mimi najisikia vibaya bro. Sipendi mtu mwenye kuzalisha wanawake. Sipendi kabisa watu wa design hiyo. Sipendi, yani ukiwa adui, yani ili wewe adui yangu, zalilisha mwanamke bro. Sipendi mtu kwenye kuzalisha mwanamke. Mwanamke ni kitu kingine kabisa. Okay. Aristotle umenena mazito, na mimi naweza ngasema niko kwa upande wako, kwa sababu umekaa na mwanamke wako, mmefunga. Mimi nilikuwepo ile siku Diamond alikuja pale, ilikuwa ni Mbezi pale. Nilikuwepo kwenye ile harusi, ilikuwa ni kama kameramani tu, lakini mpaka leo naona ni manufaa makubwa. Ile ni kufa na kuzikana. Ile ni kufa na kuzikana. Yaani pale tulikuwa tunabariki ndoa mimi na mke wangu, lakini tushaishi miaka mingi. Ile ilikuwa tukubariki ndoa. Yule ni kufa na kuzikana bro. Kufa na kuzikana, yani nimekula kiapo, mapungufu yake na yabeba, ya kwangu anatakiwa yabebe. Okay. So Aristotle, Irene Uwoya ni mtu wako wa karibu sana, lakini naona baada ya kuwa na huu utajiri na Irene Uwoya kuwa mtumishi na yeye, naona kama ukaribu umepungua hivi. Hebu tuambie nini kinachofanya msiwe karibu kama zamani? Kwa sababu unajua ulikuwa ni msemaji sana kwa upande wa Irene Uwoya. Kila mahali mkuna mwanamke yule mashallah, si unajua tena. Lakini watu wanajiuliza hivi Aristotle amempa nini? Mbona yule dada anamwamini sana? Hamna, Irene Uwoya ni mshikaji wangu, bado mimi namsema ni bosi wangu, namheshimu, namjali, namsamini, na yeye vile vile ndio hivyo. Muda wote tunaongea, muda wote tunachat. Useme kinachotutenganisha sasa hivi yani ni ubize. Yuko busy, mimi niko busy. Yuko busy na kutengeneza series zake Arusha, mimi niko busy na mamiradi yangu ya maviwanja, kujenga nyumba zangu zingine, masuala maviwanja. Yani hicho kitu kinafanya kitufanye nini? Kitutenganisha, lakini tuko vizuri. Okay. Tuko vizuri kabisa, na ana perform vizuri, anafanya kazi zake vizuri kabisa Irene. Na uko tayari kumsupport kwa lolote? Yaani mpaka ananipigiaga simu Aristotle, tunafanyaje? Okay. Nachoweza kusupport na support. Okay. Support mtu sio lazima umpe hela. Hata ushauri tu. Okay, Aristotle, mimi najua sasa hivi unaheshimika sana. Yes. Lakini najua kwamba tunaweza tukakumbusha nyuma sana. Kuna maneno nilisikia kwamba Aristotle ni mtu ambaye yani ikitokea hata Diamond anataka kurudiana na Max wake, ndio woga ameenda kuwashawishi Max waweze kurudiana. Mimi nataka utupitishe kwenye hilo. Kuna ukweli wote? Kwa sababu juzi pia nimeona Edi Santos akiwa anazungumza maneno fani mpaka nikakukumbuka hivi, kasema ngoja nikutafute uje utuambie bana kwa urefu zaidi. Kwa issue ya Diamond siwezi kuiongelea in deep sana, kwa sababu Diamond wa miaka ile na sasa hivi naye ni tofauti. Haujagundua kama Diamond amebadilika? Matukio ya Diamond kipindi kile na sasa hivi unajua kuna utofauti. Diamond naye amekuwa. Zile party za zamani zile ulikuwa unaona kila dakika Diamond mara party, Diamond mara vurugu. Unaona kama zimepungua. Na amekuwa na hela nyingi. Amekuwa kimataifa zaidi. Kuna baadhi ya vitu ameacha, au unavyoona sijui mapicha ya juzi ya huyu dem sijui nini. Wale wanatafuta jina bro. Ili utafute jina lazima upite kwa Diamond. Utapataje jina bila kupita kwenye mgongo wa Diamond? Lakini kweli Diamond waga anatuma kwa Max zake mkawashawishi ili apashe viporo? Hamna kitu kama hicho. Max wenyewe wanajigonga tu. Sasa Diamond ana ex, alafu akitaka kupasha kiporo. Wewe unakataaje kwa mfano? Yaani hiyo pisi inakataaje? Simba ndio kashaingia DM kama anataka tena leo kuzimua. Huyo demo anapingaje kwa kifupi?
unakuta yani mindinga imekaa, ustando wenyewe namba 1, afu pesa zipo, afu mtu mwenyewe yani lile domo lake ndio mnasema sasa ni lipsi, mnalita lipsi, ndevu zile ameziwekea virutubisho, ndevu zimenawiri. Virutubisho vya namna gani? Zile ndevu za Diamond usichukulie poa, zinagharamiwa zile. Zile zimewekewa virutubisho bro. Kuna mafuta expensive Diamond anapaka kwenye ndevu, inafanya ndevu zinafanya nini, zinanawiri. Unachukua zile ndevu za Diamond unazo zinaota mbalimbali. Haoni kama zinajaa.